بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu Asharatu asbabin lilwiqayati min as-sihr wal aini, sababu 10 za kujikinga kutokana na uchawi pamoja na kijicho. Tuko katika as-sababul khamis, sababu ya 5. Anasema mtunzi, faraghul qalbi, ni kuupumzisha moyo na kuupa uhuru minal ishtighali, kutokana na kushughulisha huo moyo, biman, kwa mtu ambaye asabahu, amepatwa yeye na matatizo, ima kijicho au ima uchawi. Anaushughulisha moyo wake kwa maradhi ambayo amepatwa nayo, au ima nani amemroga, au nani amemfanya kijicho, au maradhi amemkutaje, wala haushughulishi moyo wake kwa ajili ya kujitibia. Sheikh anasema, fakathiru minan nas, basi wengi katika watu, yazdadu taabuhu, wanazidisha tabu yake, watatadhafu illatuhu, pamoja na kuongeza kasoro ambayo iliyomkuta kwake yeye kutokana na maradhi ya uchawi au ima maradhi ya kijicho, bisababi ishtighali, kwa sababu ya kushughulisha kwake dhihnihi, akili yake, wa qalbihi, pamoja na moyo wake, biman, kwa mtu ambaye hasadahu, amemhusudu. Mtu anaenda kwa mganga, anapiga ramli, anaenda kupiga nini? Ramli. Lengo ni nini? Lengo amfahamu nani kamfanyia hivyo. Kwa hiyo anaishughulisha akili yake pamoja na moyo wake kutafuta nani aliyemhusudu au nani aliyemfanyia uchawi. Basi mtu akitumia njia hiyo ya kushughulisha moyo wake pamoja na akili yake ili kumtafuta mchawi nani, basi tatadhaafu illatahu, kwamba ile kasoro au yale maradhi aliyokuwa nayo yatakuwa yanaongezeka kutokana na kule kushughulisha moyo wake pasipo na kuacha huru moyo ukapata kupumzika. Kwa hiyo Sheikh anasema kwamba mtu anashughulisha moyo wake au akili yake, biman, kwa mtu ambaye hasadahu, amemhusudu, au asabahu bilaini, au kupatwa kwake kutokana na kijicho, au sihiri au uchawi. Mtu anahangaika, uchawi huu nimeupataje, na nikaniroga na kwa nini? Wala'allahu, na wenda kwake yeye, fi ba'dhi al-ahyani, katika baadhi ya nyakati zingine, yatawahamu, kwamba anakuwa na mawazo mabaya, fikra mbaya, bi anna shakhsan dharrahu, kwamba kuna mtu amemdhuru yeye, bi amrin muayyan, kwa jambo ambalo maalumu au lenye kufahamika kwake, labda tajiri, labda ana neema ya akili, au ana kitu chochote ambacho kitu hicho kwamba anadhania kwa kuwa na iko kitu basi watu wamemroga au wamemfanyia kijicho. Fayamradhu, basi mtu huyo anapata maradhi, bihadhihi al-awham, kutokana na zile fikra zake mbaya, mtu anapata maradhi. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe fikra, kushughulisha moyo wako pamoja na akili yako kuishughulisha juu ya maradhi uliyokuwa nayo, au nani kakufanyia hasadi hiyo au uchawi huo, ni sehemu pia ya kuzidisha maradhi yako. Min jihati ishtighali fikrihi biha, kwa njia ambayo
ya kuishughulisha fikra yake kutokana na hayo maradhi na kila mabalaa ambayo anakutana nayo. Wadawami, pamoja na kudumu taraddudi hadha wahmi fi aqlihi, kwamba kule kuzingazinga, kujirejea kutokana na hayo mawazo yake mabaya katika akili yake, pia anaathirika na kuzidi maradhi juu ya maradhi. Kwa hiyo mwanadamu huyo fa idha faragha qalbahu, pindi atakapoupa nafasi moyo wake, bimaana kwamba kuupumzisha moyo wake, wa fikrahu, pamoja na fikra yake, kwamba haishughulishi na kitu kingine, basi pindi atakapo upumzisha moyo wake pamoja na fikra yake, minal ishtighali bihi, kutokana na kutoshughulisha moyo wake na wala fikra zake, wajtahada fi mahwihi minal balihi, na pia akafuta na pia akatumia jitihada, wajitahada, na akatumia jitihada fi mahwihi min balihi, katika kufuta zile fikra mbaya, fikra potovu, kullama khatara alayhi, kila wakati anapopatwa na matatizo, anapopatwa na mambo ya hatari, kana dhalika sababan adhima, basi panakuwa katika hali ya kufuta zile fikra mbaya, fikra potovu, basi inakuwa ni sababu kubwa lirahati balihi, kupata raha wakati wa matatizo, kwamba na matatizo lakini yuko na raha, anapata amani. Wadafa'u ma asabahu, na kujikinga kile ambacho amekutwa nacho katika matatizo, ima amefanywa uchawi au ima amefanywa kijicho. Kwa hiyo kwa kuiondosha zile fikra mbovu, fikra chafu, basi inakuwa ni kinga pia na tiba. Qala al-allamatu Ibn Qayyim, pia amesema mwanachuoni huyu Ibn Qayyim anasema, wa hadha, na jambo hilo, min anfa'u wa hadha, na jambo hilo, min anfa'u al-adwiya, ni miongoni katika dawa ambayo yenye manufaa, wa aqwal asbabi, pamoja na sababu yenye nguvu, almuina, ambayo yenye kusaidia, ala al-idfa'i sharrihi, juu ya kuzuia shari yake. Fa inna hadha, basi hakika jambo hilo, mtu akaiondosha fikra yake mbovu, pia akatumia njia zilizokuwa sawa sawa za kitiba. Kwa hiyo anasema hakika njia hiyo ya kujizuia fikra zake na kushughulisha moyo wake, anasema bimanzilati, ni sehemu au ina nafasi, man, kwa mtu ambaye yatulubuhu aduhu, kwa yule ambaye anamtafuta nani? Adui yake, liyumsikahu, ili amkamate. Kwamba kama unataka kumfahamu adui yako, basi usishughulishe akili yako juu ya maradhi na yule adui yako, bali ujipe raha, jistareheshe. Basi kule kujipa raha na kujistarehesha, basi adui yako ni haraka sana kumgundua na kumjua. Kisha akaendelea Sheikh kusema man yatlubuhu, kwa yule ambaye anamtafuta kwake aduu, nani? Adui yake, liyumsikahu, ili amkamate, wa yudhiahu, na amuudhi, ampe pia madhila, sawa, akarahike yule adui. Basi unapokuwa na matatizo ya kiuchawi ambao umekupata au hasidi imekupata, basi usionyeshe na kudhihiri kwa watu kama kweli umepatwa na uchawi, kwa sababu ukidhihirisha hilo kwa adui yako atapata nguvu kwamba kakuweza. Lakini ukaficha yale madhaifu uliyokuwa nayo na zile changamoto ulizokuwa nazo, maradhi yako, na kutokutaka kujua mchawi wako ni nani, ufanye wadui nani, basi hilo litamuumiza sana mchawi. Ataona kwamba kile alichokifanya hakijaleta natija, kumbe alikuwa wewe unaumia ndani kwa ndani.
bali unamtegemea Allah na kufanya njia zingine za kisheria kuweza kujitibu kwa hali ya kisawasawa. Kwa hiyo ile njia ambayo wewe unaitumia kujistarehesha kwa kuwa na furaha, kwa kutokujiweka na huzuni wala kutokusema maneno mabaya, basi ile itamletea itamuudhi mchawi au yule alikuhusudu, kuona kwamba akakuhusudu lakini hasadi yake haikuleta manufaa. Kwa hiyo Sheikh anasema kwa njia hiyo basi atampata kumjua mhusudu wake au mchawi wake, pamoja na kumuudhi, kumkera. Fa idha lam yata'arrad lahu, basi kama hakujitokeza adui yake kwake, wala tamasaka, na wala hakupambana naye, bimaana hakumkamata, huwa wa iyahu, yeye na huyo mchawi wake hawakukutana, hawakukamatana, bal in azala anhu, bali anapaswa ajitenge na huyo adui yake. Kwamba umetumia njia tofauti ambazo za kuwa na subra ili uweze kufahamu adui yako ni nani, lakini hakujitokeza adui yako, basi Sheikh anatuambia kutuelimisha, na hilo ndio tulifahamu kwamba unapaswa kwa wewe ujitenge na adui yako, bimaana kwamba usitake kumjua adui yako ni nani. Kisha kaendelea Sheikh kusema lam yaqdiru alayhi, basi hatoweza juu yake. Ai, maana yake huyu ambaye asiweza juu yake, lam yaqdiru aduhu, kwamba hatoweza huyo adui yake ala adhiyatihi, juu ya kumuudhi kwake. Bimaana kwamba utakavopatwa na matatizo kisha ukayapambania matatizo yako pasipo na kumtafuta adui yako, basi wewe utakuwa unajitenga na yule adui yako, kutoendelea adui yako kukufanyia vita tena wewe, ila ukaanza kumfuatilia adui yako. Adui yako pia atatumia njia nyingine ili akudhuru zaidi nje na vile mara ya kwanza alikudhuru. Kwa hiyo Sheikh akaendelea kusema fa idha tamasaka, basi pindi huyu ambaye anajipigania ili amtafutie adui yake na akamkuta adui yake, fa idha tamasaka, basi pindi atakapogusana, bimaana kwamba atakaposhikana baina ya huyu mgonjwa na adui, watakaposhikana, wataallaqu kullu minhuma, kisha wakafungamana kila mmoja katika hao, bisahibihi, kumshika mwenzake kwa nguvu, hasala sharru, patapatikana katika kitendo hicho nini? Shari. Ima watauana au ima wapigane au ima wadhuriane, shari lazima itapatikana. Kwa hiyo Sheikh akaenda kusema wa hadha al-arwahu sawa, kwa sababu hizo roho zote zitakuwa ziko sawa, kwamba huyu mgonjwa pia atakuwa na lengo la kumdhuru mchawi, na mchawi pia atakuwa na lengo la kumdhuru mgonjwa. Kisha Sheikh akaendelea kusema fa idha ta'allaqat kullu ruhi minhuma bil ukhra udimati kararu, kwamba pindi zitakapovaana roho katika kila ya roho ya mmoja katika hao wawili, bi ukhra, kwa mtu mwingine, kwa mwenzake, udima kararu, patakosekana maelewano. Patakosekana nini? Maelewano. Hawatoelewana, kwamba huyu hatakubali kushindwa na huyu hatakubali kushindwa, bimaana kwamba vita zitakuwa zinaendelea kwa ukubwa. Kwa hiyo vita hiyo itaendelea, mwisho siku wadawama sharu, shari yake itakuwa ni yenye kudumu, na kudumu shari yake hata yahlika ahaduhuma, mpaka aangamie mmoja katika hao wawili, mpaka angamie mmoja katika hao wawili. Kisha Sheikh akaendelea kusema fa idha jabadha ruhuhu anhu, pindi atakapoepusha roho yake kutokana na huyo adui yake, wasabiha anil fikra fihi, pia na kufuta zile fikra zilizoambatana kwake yeye au zilizomo katika kwake yeye, wataalluqi bihi, pamoja na kuvaana na huyo adui yake, wa an la yukhtirahu bibalihi, na wala asivaane na mambo ya hatari ambayo
yenye madhara. Fa idha khatara bibalihi, asema kwamba fa idha khatara, basi pindi atakapojiingiza katika mambo ya hatari, bibali, katika yale yenye madhara, badara ila mauhi dhalika, basi anafanya haraka au afanye haraka, badara ila mahwi, kwamba afanye haraka kuondosha au kufuta juu ya hizo fikra mbaya. Badara ila mahwi dhalika alkhatir, kwamba afanye haraka kuondosha juu ya hizo fikra mbaya, kufuta. Walistighali, na kushughulika, bima, walistighali, na kujishughulisha, bima, kwa kitu ambacho huwa anfa'u lahu, kile ambacho kitakuwa na manufaa kwake yeye, wa aula bihi, na kitakachokuwa bora kwake yeye. Baqiya alhasad, basi kwa kitendo hicho itabakia hasadi, albaghi, kwa huyu nani? Muasi, huyu muovu. Kwa hiyo baqiya alhasidu, basi atabakia alhasidu, huyu mwenye husuda, mwenye kuhusudu, albaghi, na ubaghi wake na uasi wake, yakulu ba'dhuhu ba'dha, kwamba uasi wake au hasadi yake itakuwa inakula baadhi yake kula baadhi nyingine, bimaana kama mwenyewe atakuwa anaendelea na hiyo hali. Fa innal hasada kannar, basi hasadi ni kama vile moto, idha lam tajid ma taakuluhu, basi pindi moto ukikosa kile chakula, akala ba'dhuha ba'd, itakula baadhi yake kula baadhi yake, yani kuni zitajichoma zenyewe kama hapa kupatikana kile chenye kuchomwa au kile ambacho kinatakiwa kichomwe, basi hiyo kuni itafanyaje? Itajichoma yenyewe. Kisha Sheikh akaendelea, fabayyana rahimahullahu ta'ala, akabainisha Sheikh, anna al-anja'a fil ilaj, hakika kilichokuwa bora na manufaa katika kujitibu hadhil amradh, katika hayo maradhi, an yasrifa al-insan qalbahu, kwamba au badilishe mwanadamu moyo wake, wa fikrahu, pamoja na fikra yake ambayo alikuwa akifikiria vibaya, anha, kutokana na hayo maradhi, wa an la yashtaghila biha, na wala asishughulishe moyo wake na fikra yake juu ya hayo maradhi, bali yamdhi fi maslihihi ad-diniyati wad-dunawiyya, bali ayapitishe majambo yake katika maslahi ya dini yake na dunia yake, musta'inan bi rabbih, kwa hali ya kumtaka msaada Mola wake, mutawakkilan, awe ni mwenye kumtegemea Allah. Wa dharaba dhalika, na pakapigwa katika hilo, mathalan, wa dharaba lidhalika, na apige katika hilo, mathalan, mfano au mifano, hisiyan, wa kihisia, birajulin, kwa mtu ambaye marra bika, ambaye amepita kwako wewe, fi tariqi, njiani, wasara yuudhika, na akawa yule mtu anakuudhi, wayashtumuka, na kukusema vibaya, bilisanihi, kwa ulimi wake, fa in radatta, basi hakika utakapomrejeshea alayhi yake, shataama, juu ya maneno yake mabaya, wasibab, pamoja na kumtukana, fa inal amra, basi hilo jambo, sayatadhaafu ila sharri, litaongeza juu ya kufanya hivyo shari, min dhalika, kutokana na kitendo hicho. Warubama, na wenda, talaka min al-adhahu shay'un kabirun, kutalefuka kwako wewe kutokana na kukuudhi, ataendelea kukuudhi kwa muda mrefu na ukubwa wa karaha, bisababi ishtighalak biraddi alayhi, kwa sababu ya kushughulika kwako juu ya kumrejeshea yeye yale matusi
maneno mabaya. Walakin, lakini idha aghradta, pindi utakapopuuzia anhu, yale matusi anayotoa yeye, wataghafalta, na ukajighafilisha, yani ukajifanya kama unajisahau hivi, anshataimihi, kutokana na maneno yake mabaya, wasabbihi, pamoja na kutukana kwake, fa innaka, basi hakika wewe, saturihu bika, saturihu bilaka, basi utajistarehesha, utakuja kustarehe. Saturihu, basi utakuja kustarehe, bika, kwako wewe, wa qalbika, pamoja na moyo wako utafanyaje? Utastarehe. Watusallimu minasharri, na utasalimika kutokana na shari. Wayadhallu, na ataendelea huyo adui yako. Wayadhallu, na ataendelea kudhalilika huyo adui yake. Huwa fi ghitihi wa ithmihi, atabakia yeye katika hasira zake pamoja na madhambi atakayoyachuma juu ya kutokana na kadhalika. Waqad ahsana shairu hina qala, hakika alifanya vizuri kusema mshairi katika maneno yake akasema, walaqad maradtu, na hakika nilipita, ala laimi, juu ya mtu mpumbavu, juu ya mtu mjinga, yasubuni, ambaye ananitukana mimi. Famadhaitu, basi nikapita, hali ya kwa yeye ananitukana mimi, nikaendelea na safari yangu. Thummata qultu, kisha nikasema. Hiyo thummata wenda katika mizani ya mashairi, lakini asili yake ni thumma, itakiwa famadhaitu thumma qultu iwe hivi. Sasa wenda mizani ya shairi, wallahu a'lam. Haya, kisha nikapita kuendelea na safari yangu, huku nikisema, la yaanini, wala hainihusu mimi, wala hainihusu, wala sina habari naye. Maana alimpuuzia. Ndi hivyo anatakiwa mtu ambaye anayetukanwa anapaswa apuuzie kutokana na yale matusi ambayo anayetupiwa. Kisha Sheikh akaendelea, wa kam min unasi, na wangapi miongoni katika watu, tadhaafat fihimul amradh, yanawadogesha, yanawanonyongesha kwa wao maradhi, wal aqsamu, na wal asqamu, pamoja wal asqamu, na asqamu wal amradhi tamko moja. Kwa hiyo maradhi na matatizo, bisababi shaghali afkarihim, kwa sababu ya kushughulisha zile fikra zao, wa kathrati ijalati khatiri, pamoja na kuzungusha hisia zao mbaya na fikra mbaya, fi mithli hadhihi al-umur, mfano kama hayo tuliyoyaeleza. Wakana min alkhair, basi atakuwa miongoni katika watu wa khairi, lahum, kwa wao, al-i'rad, pindi wakiwa wanapuuzia, an hadha kullihi, juu ya hayo yote tuliyoyataja, kama takaddama, kama tulivyoyatanguliza au yalivyotangulia.